Na mimi nafuatana na huyu naibu wa rais na Rais William Ruto ili tufanye kazi kwanza, tuachane na siasa. Nyinyi ndivyo mnasema? Tufanye kazi, tuachane na siasa. Na nyinyi nimesikia umesema kitu mzuri sana, umesema tukae ndani. Ndani kabisa. Umesema tukae ndani. Ndani ndio kuna utamu. Tukae ndani kabisa. Kwe moyo. Ndani kwe moyo. Kwe moyo. Kwe moyo. Tukae ndani ya serikali ili tupate barabara, tupate stima, tupate maji. Bwana Yesu awabariki. Asanteni sana. Kuna mahali Kenya inafika tunasahau kuna sheria. Wakati sisi tuko hapa Kenya kuna sheria. Makosa ikitokezea kila mtu anaekelea lawama president. Lakini wakati mazuri yote inafanyika amuekelei rais. Huyu Kawaya hayuko biuni tiku ya mwiso yongi. Kitu ikihappen mbioni saa hii mzuri, Kawaya jina yake itaekwa. Lakini ile mbaya mtaweka nani? Kwa hivyo mimi wananchi wa Kenya na waomba hivi, kila mtu afanye kazi ile amejitoa kufanya. Kama sisi tuko hapa kwa hii empowerment, tuchukua kazi ya siasa. Kama wewe ulichukua kazi ya askari, fanya kazi yako. Kama ulichukua kazi ya media, fanya kazi yako. Na chochote ikihappen, sisi tutaki kusikia lawama inaendelea kwa rais. Kuna watu Kenya wanangoja wasikie mwe, watoke nje wakimbie. Wasikie mwe kidogo tu, usikie amesema hapana, ni watu wa siasa. Kwa hivyo mimi nasema Kenya is not a banana republic. Mkikosana huko mnakosania, tumieni sheria. Sisi tumejitoa na rais anasema Kenya ni familia yake, anafanyia Wakamba kazi, anawafanyia Wapokoti kazi, anafanyia Kalenjin kazi na watu wa Mombasa. We should only pray for wisdom for our president atuongoze. Hii mambo ingine yote munasikia, hii kuna maandamano, kuna hii wengine wametumwa na wale watu tu. Wale niwaambia ni mashetani wa siasa tu. Hakuna mahali hakunanga watu wa kukataa. Kwa hivyo sisi tunaomba. Kenya ni familia. Tumeangalia familia yetu wa Kenya vile inasonga. Tuko hata na naibu wa rais. Rais anapenda kila mtu wote. Na tumetembea Ukambani pia, tukaona Wakamba wanataka hiyo upendo wa rais wapigie. Kwa hivyo hiyo yote tumesema tunashukuru sana watu wa Mwala vile mmeshikilia Kawaya, mkashikilia rais wetu. Ile ingine nitawaambia hii. Juzi kuna wale wanasema sisi tujenge Kenya. Lakini kuna wanaume wanatoka nje kusema ate serikali ya William Ruto itafanya kazi. William Ruto wako kwa ofisi miaka 2. Hii inaendelea na nusu. Wale president wote wamekuwa for 10 years. How do you compare somebody wako ofisi for 2 years na mtu mwingine amefanya 10 years? Mtapatia William Ruto 2 term? Napatia 2 term ya William Ruto? Lakini Wakamba mkumbuke, iko jamaa anatembea akituambia hi cousins. Wakati Rigiji alikuwa kwa ofisi 2023 na 2024 hakutuita cousins. Arudishe hii jua iru 2023 na 2024 akuwe naibu wa rais, alafu akuja atuite cousins. Lakini kama haezi umerodhi ukiendaga wewe mwanaume, potea kabisa, hakuna haja udanganye. Potea siende. Na sasa ule kipini wetu kuanzia leo tumekataa, hatutaki, enda ukakae na huyo Rigiji wako. Bye watu wa Mwala, taendelea kuzidi. History is going to judge your administration. That is the administration of the President of the Republic of Kenya, William Ruto. Na wewe. Sisi sio wakati wa kwanza kuchaguliwa, na sio wakati wa kwanza kuona marais. Lakini nataka nishukuru serikali ya President William Ruto kwa sababu mimi nimechaguliwa 3 terms na hizo 2 terms zingine nimekuwa na marais tofauti, lakini ile kazi serikali ya William Ruto inafanyia watu kwa hii term yake ni mambo mengi sana ukilinganisha
na serikali zilizopita na marais wengine. Sina sauti. Niseme Mheshimiwa Deputy President, sisi tumekuwa tunasikia tu watu wanazungumzia mambo ya tarmac. Tulijaribu bahati yetu na Kenyatta Senior, hatukufanikiwa. Tukajaribu bahati yetu na Moi, hatukufanikiwa. Tukajaribu bahati yetu na Uhuru Kenyatta Kibaki, hatukufanikiwa. Tukajaribu bahati yetu na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, hatukufanikiwa. Na tumejaribu, lakini kwa sasa hivi, na vile najua pia mtatangaziwa na Deputy President, Rais wetu William Ruto katika miaka 2 yake ya kwanza, wale wengine walisabu miaka 10. Na hiyo mambo tumetafuta imesindikana kwa miaka 10. Lakini kwa miaka 2 tu sisi tunapata mabarabara 2 zinawekwa tarmac, na hakuna mahali pengine popote nimesikia kunawekwa barabara 2 katika constituency moja. Barabara ya kutoka hapa Mwala kwenda Kangundo, barabara nyingine ya kutoka kule Kibandini kwenda Miseleni. Na tunashukuru tu kwa sababu haya mambo sio kidogo, especially kujaribu kuangalia nini tulifanywa na marais wengine. Pia niseme sio barabara peke yake, mambo ya maji. Ile mradi tumepata ya maji ndio kubwa zaidi katika region yetu. Tumepata mradi wa maji ambao unatoa maji all the way kutoka Kiambu inaleta maji hapa Mwala. Mradi wa 1.5 billion shillings. Na hiyo mradi Masi is the first beneficiary, Your Excellency, kwa sababu the Raisin main pipe inafika hapa Masi, mahali kunaitwa Ilinge, which is not far from where we are. And therefore, kwa sababu the main tanks ziko hapa Masi, we become the first beneficiary. Kuna watu wanataka kutugawanya katika misingi ya ukabila. Kuna watu ambao wanataka kutusi rais. Kuna watu wanataka kuchochea wananchi. Juzi nyinyi mmeona aliyekuwa Deputy President, yeye anatembea huku anachochea watu. Hata akasimama hapa Masi anawaeleza sijui lazima muongwe ndio muweze kusikiza rais wetu na Deputy President. Nyinyi mnahitaji kuongwa. Mnahitaji kuongwa ndio msikize rais na deputy wake. Wakasema sijui lazima, sijui mtoe 1,000, sijui 2,000. Na mimi nataka niwatangazie hatuna shida na hiyo 1,000. Kwa sababu zile vikundi tunachangia hapa, vikundi zaidi ya CBOs, beyond karibu 75 CBOs. Ile pesa ma CBO mtapata ni zaidi ya hiyo pesa wanasema. Ni zaidi. Kwa sababu sioni njia yoyote kwa zile CBO ambazo tumetengeneza CBO. Naona ile pesa inachangwa hapa, mtapata pesa zaidi ya kila CBO karibu takriban 1,100. Sasa kwani wewe 1,000 unasema? Kwani hujaona yenye tumeleta? Sasa swali ni, wewe umesema tukisikizwa tutoe. Tumekuja hapa tumetoa mchango wetu wa kuchangia vikundi. Na wewe ulisikizwa hapa, uliwacha ngapi? Aliwacha chochote? Ilikuwa ni kelele peke yake? Na hao ndio wakati wamekuwa katika kiti ya Deputy President, wamesema Wakamba wasipewe chochote. Wamesema sisi hatuna shares. Wamesema kura yetu ni kidogo. Wakasema hatukupigia rais kura. Wakasema tusipewe maji. Wakatuuliza 1.5 itatupeleka wapi? Wakasema tusipewe barabara. Wakasema tusipewe mahospitali. Sasa juzi nasikia wanasema sisi ni makazi. Kazi ni wa aina gani? Ambaye wakati wewe umekufaa au hujakumbuka wale makazi. Wakati umefukuzwa ndio sasa unakumbuka huko na familia. Ni kama wale watu ya familia ambaye mtu anaenda Nairobi, anapata pesa, ananunua magari,
akienda kule nyumbani hataki kuzungumza na watu kwa sababu yako na pesa. Lakini wakati kazi inapotea, anaanza kusema tukue tunakutana, unajua sisi ni familia moja, tukue tunakutana kila weekend tukule mbuzi. Lakini wakati alikuwa na pesa, hakuwa nakumbuka. Kwa hivyo mimi niseme siasa ya uchochezi, siasa ya kugawanisha watu, sisi hatuwezi tukakubali, na ninawaomba watu wa Mwala, tusikubalie watu kama hao ni adui wa maendeleo wasiingie katika area zetu, kwa sababu kwao wakati wamekuwa kwa viti wamesaidiwa na rais wetu, wakaweka barabara, wakapata maji, na sasa wanakuja kuchochea huku ndio tusiweze kupata maendeleo. Ende nina bichapau nasie musumbe witu ni mamodho chako munini wa musumbe mamodho chako ni mamodho chai ka kuna ka usiange mene mane mamodho chai musana. Na mwisho pia tuko na barabara nyingine inatoka hapa King'atuani kushikanisha kule Mudhedheni. Mheshimiwa Deputy President, sisi sio wale watu wa kupiga mdomo. Sisi tutawakaribisha, tutawaonyesha heshima, tutawaonyesha mapenzi kwa njia zozote ndio tuweze kusaidika even zaidi. Kwa sababu sisi tunajua kwenda kusukumana na rais kumtusi haitatusaidia. Sisi watu wa Mwala tulivunja hizo minyororo ya ushenzi, ya ukabila, hizo minyororo ya chama, hizo minyororo tulivunja kitambo sana, kwa sababu mimi sijawahi chaguliwa na hizo chama za ukoloni mamboleo. Mimi watu wangu walimpatia nafasi ya kwanza katika chama ambayo hakikujulikana. Nikapewa nafasi ya pili katika chama kidogo. Nikapewa nafasi ya tatu katika chama cha UDA, ambacho mimi ndo nilichaguliwa peke yangu katika chama cha UDA katika Machakos County. Kwa sababu watu wangu walierevuka kitambo, wakajua sisi hatufukuzani na mambo ya chama tu, tunafukuzana na ni kiongozi gani ataweza kuleta lami kuliko wengine. Ni kiongozi gani ataweza kufikisha maji haraka haraka. Na ndio sababu sasa sisi unaona tumechangamkia hawa watu kulala kwa sababu wanapenda serikali.